وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu Muislamu na usikuwa Muislamu, kama nilivyokuahidi katika kipindi chetu cha awali hapo mwanzo, nitazungumza kidogo kukuelezea ukweli wa hizi dini, na namba yangu iko hapo juu inapita. Unaweza kunipigia duniani kokote ulipo kwa njia ya WhatsApp. Mimi nitakuwa tayari kuzungumza na wewe. Nitakuwa tayari kabisa bila wasiwasi. Na kama nilivyosema, tunaifanya kazi ya Mwenyezi Mungu katika wakati mgumu, lakini bahati mbaya wengi hawajui. Na nataka sasa nikueleze, mimi nilikuwa Mkristo. Jina langu la awali nilikuwa nikiitwa Tom Nestor Mwaipopo. Baada ya kusilimu nikaitwa Said Mwaipopo, ni jina langu mimi. Na bahati nzuri Ukristo naujua vizuri sana, na ni kitu ambacho nimekulia mle, kimenilea. Na nilisilimu mwenyewe, sikulazimishwa. Ningelazimishwa ningesema hapa nimesilimu mimi mwenyewe na nitafia katika dini yangu, na naomba Mungu anifiche katika dini. Sasa kwanza, Ukristo maana yake nini? Na hiki kitabu nitakusoma leo kinasema Cheche za Uasi. Kimeandikwa na kasisi mmoja anaitwa Peter Mwanjonde kutoka Plamiho, Songea, ambaye ni headquarter ya Ukristo wa Roman Catholic. Huyu naye ni msomi, sio kilaza. Sasa kwa sababu yeye ni msomi ndio kaandika vitabu vinavyo vingi. Mimi nilikuwa Mkristo, bahati nzuri na hazina ya vitabu mundani, na hazina ya vitabu vya Kikristo. Kwa natoa material niliyoyasoma katika vitabu vya Kikristo, natoa material nisoma katika vitabu vya Kiislamu. Ni elimu, ni vitabu. Elimu sio maneno tu ya kijiweni, elimu ni vitabu. Katika madhehebu yote, dhehebu la kwanza baba wa dhehebu ni Roman Catholic RC. Na kwa nini walijiita Roman Catholic? Tunaposema Rome ni jina la nchi au taifa, ni sana kusema Tanzania. Catholic ni neno la Kilatini, maana yake popote pale. Kwa Roman Catholic maana yake raia wa Rome popote pale. Imani yake ndio hiyo ameitangaza, au ni wa Roman Catholic. Ni dhehebu kubwa sana lililosheheni wasomi wengi wenye uwezo mkubwa wa masuala ya kidunia, na ni wana dola kubwa na wana kila kitu. Na katika madhehebu yote usicheze na Katoliki. Ni watu wenye mtandao wa hatari sana duniani, na wana uchumi wa kutosha, na utawala wao ni kama serikali. Wana mamlaka kila nchi. Pope amepeleka balozi wake, na balozi wake lazima awe kardinali au awe askofu, mwenye mamlaka ya askofu, ndio anakuwa balozi. Tanzania tunaye balozi wa Papa ambaye ni askofu na ana uwezo kusoma misa. Sasa dhehebu la pili, naomba hapa ndio mnisikilize, ni Walutheran. Walutheri ndio hili ni dhehebu la Kikristo pia duniani. Walutheri duniani kote wako milioni 75 duniani. Najua wenzetu bwana wana sensa ya nchi mpaka sensa ya dunia. Sisi ukimuuliza imamu msikitini Waislamu wako wangapi, hajui, kitu ambacho ni kosa sana. Ndugu zangu, mimi nisamee, mimi niko hapa nafundisha, sikuja kusakama mtu wala dogma. Kuna vitu tujifunze, hii ni sila ya Uislamu. Wakristo wamechukua sila ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajua maswahaba, na ndio maana mpaka leo tukisema vita ya kwanza ya Uislamu vita gani, tunasema ni vita vya Badri. Badri tunaweza Waislamu walikuwa ngapi? Walikuwa 313. Makureishi wangapi walienda kupambana Mtume? Tunasema walikuwa 1000.
sio sensa hii. Nani aliwajua? Ina maana mtume alijua idadi ya maswahaba zake. Leo muulize shekhe msikitini, idadi ya Waislamu wako unawajua Tanzania? Ili ujenge uchumi lazima ujue watu wako. Idadi ya Waislamu wako unawajua? Hajui. Idadi ya shekhe wa wilaya unajua Waislamu walioko wilayani kwako? Hajui. Labda kidogo kitenda anajua misikiti ya wilaya. Huu ni udhaifu mkubwa sana. Sasa kanisa la Kilutheri linasema duniani wako milioni 75. Sisi tunasema tuko wengi tu, tuko wengi kwa takwimu ipi? Tupeni takwimu. Basi tuko wengi tu. Haiwezekani. Tuko wengi, hakuna anayepinga. Waislamu kwani wachache? Waislamu ni wengi. Wangapi? Misikiti inajaa. Misikiti haitupi majibu. Wangapi? Hapo ndipo tunapofeli. Yaani tufike sehemu Waislamu tu tunaelezana kwa kweli. Hapo ndipo tunapofeli. Tunafeli sana hapo. Tunafeli sana. Sana. Sasa kanisa la Kilutheri linasema chanzo cha kanisa hilo ni Ujerumani. Katika mwaka wa 1517 ndio umeanzishwa Lutherani. Pale Martin Luther alipoasi na kutengwa na kanisa Katoliki. Angalieni habari hii, labda watu wengi hawajui tulivyokuwa tukieleza. Lutherani headquarter yake ni German. Na wameanzishwa wa Lutheri baada ya Martin Luther alikuwa ni Katoliki, wakamtenga wa Katoliki. Yeye alikuwa anataka kuoa. Na sifa kubwa Katoliki viongozi kutokuoa. Akaanzisha jina lake kuwa ndio dini. Ujerumani makao makuu ndio makao makuu ya Luther. Unajua tunaposema hivi mtu asitafsiri kwamba uchochezi wanatukana. Hapa situkani. Na niko tayari kujua popote kwa sababu situkani, sina sababu ya kutukana. Naheshimu wa Kristo, na waheshimu viongozi wa Kristo, na heshimu wote wa Kristo. Na wala sikuletwa mkoja kutukana. Na haya maneno hata ukiniweka popote tayazungumza hivi kama nilivyo. Situkani na wala sitotukana. Na kama unataka nitukane mimi situkani. Ngoja nikueleze bwana, usipate shida. Walutheri hao. Tunakuja dhehebu lingine wa Anglikana. Hawa wa Anglikana hawa ni dhehebu ambalo wanatueleza wao wenyewe. Wa Anglikana nalo ni dhehebu mpaka sasa wa Anglikana wako zaidi ya milioni 45. Wa Anglikana wako zaidi ya milioni 45 duniani. Leo tukiulizana Waislamu tunasema tuko wengi. Tuko wangapi duniani? Mtu atakupa tu takwimu kwamba wao Saudia wako wengi, sijui Malaysia, Indonesia wako wengi. Mimi sihitaji wako wengi. Tuko wangapi duniani? Hata hapa Tanzania ni wengi. Tuko wangapi? Nani alifanya sensa ya kufanya takwimu ya Waislamu? Kwa tuna udhaifu mkubwa sana. Tuna udhaifu mkubwa sana. Na huyu aliandika kitabu hiki, huyu ni Mkristo. Sasa hawa watu wako milioni hiyo 45. Na Anglikana hawa anatuambia wameanzishwa nchini Uingereza. Umeanzishwa Anglikana nchini Uingereza. Sijui kama naeleweka ndugu zangu ni. Tena anasema hata sakramenti wanayo, ndio Waanglikana wana sakramenti aina 7. Hawa ni Anglikana. Umeanzishwa pale Uingereza. Wabaptisti nao umeanzishwa. Kwa hiyo hapa tunaona United Church nao umeanzishwa. Tunaona ni namna gani madhehebu mengi ya Kikristo wa Mennonite na wao walianzishwa. Assemblies of God na wao walianzishwa. Tena hao Assemblies of God ni dhehebu hili limeanzishwa wakati wa mkutano mkuu. Madhehebu ya Kipentekoste ulifanyika huko mwaka wa 1914 ndio umeanzishwa Ukristo wa madhehebu haya. Kwa tunaona namna gani
Wazungu baada ya kusoma Uislamu wakaenda wanaasisi na kuanzisha madhehebu yao. Dini haianzishwi na mtu. Hapa ndio nataka nisimame kidogo mnielewe. Dini haianzishwi na mtu. Dini ni mfumo kamili alioleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mitume wake. Na kuna maeneo Mungu kapeleka mitume physical, kawapeleka hivi face to face wakaonana na wanadamu. Na kuna maeneo tunaamini kutokana na historia wale mitume walikuwa maeneo fulani. Mfano, naomba hapa mnisikilize ndio tutamalizia hapa. Nabii wa kwanza Adamu hakuwa mtume, alikuwa nabii. Nabii Adamu aliishi nchi moja inaitwa Mesopotamia. Hata Biblia inaita hivyo, ambaye Mesopotamia ni wapi? Sasa hivi tunaleta ndio Iraq. Pale ndipo alipoishi Nabii Adamu na kabila lake lipo. Hiyo ni Middle East, Mashariki ya Kati, taifa la Arabu. Nabii wa pili kuishi pale ni Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim ameishi pale, wakamchukua Ibrahim wakamtia ndani ya moto. Mungu akamwambia kwa baridi na salama ni pale pale Iraq. Mungu akamwambia Ibrahim ahame nchi ile, aende nchi ya ahadi atakayoichagua Mungu. Ibrahim akaja moja kwa moja mpaka Misri, Afrika, ambayo ni Mashariki ya Kati vile vile, Misri, taifa la Waarabu. Alikuwa na Nabii Lot. Lot akaishi pale. Ibrahim akatoka pale akaenda moja kwa moja mpaka nchi moja inaitwa Paran, ikaitwa Hijaz, ikaitwa Saudia, Saudi Arabia, ilitawaliwa na mfalme Saud, ambayo ndio Saudia hii tulionayo. Mashariki ya Kati kwa Waarabu Mungu anapeleka mitume, na ushahidi wa kukaa pale Ibrahim, zile kuta mbili za Al-Kaaba alijenga ni yeye kwa ushahidi wa Qur'an. Maji ya Zamzam yametokana na Nabii Ismail alipolazwa chini akawa anasaga miguu yake. Ile Safa na Marwa ni mama yetu Hajira alikuwa akikimbia huko na huko asimuone mtoto anakufa. Hata Biblia imekubali, kasome Mwanzo 14 mstari wa 21. Unaeleza vizuri kabisa. Hii ni Mashariki ya Kati. Ukimsoma Nabii Musa alayhi salatu wasalam, amezaliwa Afrika, Misri. Musa akakimbia pale kuuawa na Firaun. Akaenda nchi moja inaitwa Madian kwa mzee Shuaib. Madian ya zamani sasa tunaita Lebanoni. Ukija kumwangalia nabii mwingine ni Nabii Suleiman bin Daud. Yeye ameishi Palestina. Na ushahidi wa kukaa pale Nabii Suleiman ni msikiti mkubwa Baitul Muqaddas ulijengwa na Nabii Suleiman bin Daud. Hii ni Mashariki ya Kati. Ukija kumwangalia Nabii Daudi mwenyewe ambaye ni baba aliishi pale na aliuawa na Mayahudi Bani Israeli. Walimkimbiza akaingia kwenye mti. Daudi wakakata, nabii wa Mungu anamkata kwenye mti. Wakamkata vipande viwili nabii wa Allah. Nabii Yahya alikatwa, alichinjwa kama kuku. Subhanallah. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Nabii wa Allah damu yake inamwagwa katika ardhi ya Syria, ambao watu leo wanauana pale Syria, Damascus. Kaburi la Nabii Yahya liko pale. Hii ni Mashariki ya Kati, nchi ya Waarabu. Mungu anapeleka Waarabu kwa manabii. Mungu anapeleka manabii kwa Waarabu. Ukija kumwangalia Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam, ambaye Mungu amemweleza katika Qur'ani sura 38 aya 41, surati Swad. Nabii huyu aliishi Omani, mji mmoja unaitwa Salala. Na yale maji alipomwambia waharakishe mguu maji yatoke, maji yao yapo paka leo, na bahati nzuri mimi nimefika nimekunywa maji yana nikakoga. Ni maji ni matukufu sana yaliyotoka Nabii Ayubu alayhi salatu wasallam. Mungu anapeleka tu kwa Waarabu mitume. Ukimsoma Isa bin Maryam ambaye ni Yesu Kristo, haina chenga. Mungu alimpeleka pale pale Palestina, na mama yake alijitenga kando ya msikiti wa Baitul Muqaddas, na akazaliwa Isa, na akasema na siku moja, na alisema mimi ni mja wa Mungu, Mungu amenihusia kusimamisha sala na kutoa zaka. Na chini ya aya ukisoma Mungu anasema alimuhusia awatendee mema wazazi wake. Sasa Mungu anaweza kuwa na wazazi? Awatendee mema wazazi wake. Mungu anaweza kuwa na wazazi. Na Waislamu ambao hawatendei mema wazazi na wasikitikia sana. Na wasikitikia sana. Waislamu ambao hawatendei mema wazazi na wahurumia sana. Swala la wazazi halina Muislamu wala Mkristo. Hata Biblia imesema
Katika 10 command anazopewa Musa, amri ya 4 inasema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Katika Qur'ani Uislamu ndio umetuambia mzazi akisema hata haifai. Leo kuna Waislamu mjini humo wanakula kuku, wanakula mayai, wanapendezwa na majumba, mama zao wako vijijini, wanavaa nguo moja, wananuka. Mtu anakaa mjini anakula na kusaza. Alafu anasema anasali, wengine wamejiita majina la haji, wengine wa majina wanashinda msikitini. Wewe unashindwa kumshukuru Mungu kwa kukupa mama mzazi, baba mzazi anashinda na njaa vijijini, anadhalilika mzazi wako. Wewe uko mjini, alafu unadanganya watu unasali. Unasali nini wewe? Kwa hiyo huu ndio ukweli wa Uislamu. Muislamu unataka nini? Bado Muislamu unakuwa na hofu na dini unataka nini? Sasa Mwenyezi Mungu ndo akalieleza katika Qur'an. Sura Toba sura ya 9:111. Mungu akasema Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini wa kweli nafsi zao na mali zao wazitoe kupigania dini ya Mungu. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaua na wao wanauawa, na ndio ahadi aliyochukua Mungu katika Torati Injili. Na hii Qur'an imelazimisha. Kupigana sio lazima ukamkate mtu panga. Sio mpaka ukaue mtu ndio sema unapigania dini. La, tafsiri ya maneno ya dini ni mazito sana. Kama uelewa utabaki unaua watu wasiokuwa na hatia. Tafsiri yake wanavyoni wote wanakubali ni kwamba maneno haya yanaweza yakatumika kwenye jihadi kuua ndio, na jihadi hakuna mwenye kuithibitisha. Mimi mlipopo sina kauli ya kuthibitisha jihadi. Nitangaze jihadi mimi ni nani katika Uislamu? Wako watu maalum waliopewa kazi maalum ya kusimamia hayo. Mimi kazi yangu ni kuamrisha mema, kukataza mabaya. Lakini katika aya hii Mungu anataka Waislamu watoe mali, wazitoe ili Mungu sasa kuwalipe pepo. Na hakuna pepo ya kusali, haipo. Kusali ni lazima, ni lazima, sio jambo la hiari. Yaani wewe ni sawa na wewe kumpa chakula mke wako au mtoto wako, sio mwambie ni shukuru, ni lazima, ni wajibu wako. Watu watofautishe lazima, watofautishe na desturi. Ni sawa na wewe, subhanallah, sijui nisemeje tu. Jamani, sala tuende peponi kwa sala ni sawa na kuwa na passport unataka kusafiri. Lazima uwe na visa. My God. Visa sasa ndio umeambiwa nenda. Sasa ili uende peponi lazima uwe na mambo ya kukufanya wewe kuingia peponi. Sala haipeleki mtu peponi. Na ukiacha kusali, ukitoa unachotoa, huendi peponi. Lazima usali kwanza, lakini sala haikupeleki peponi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Muislamu sijui unasubiri nini, sijui bado unajikokota kwa nini. Mungu amekupa afya, kakupa elimu, kakupa uwezo, kakupa kila kilichokuwa kizuri, lakini ndugu yangu Muislamu unashindwa kutafakari. Kwa tafakari Muislamu, muda ndio huu. Waislamu wenzako tuko Tanzania. Sheikh Mwaipopo niliacha na vilivyokuwa vizuri nikaviacha, nikavisamehe kwa ajili ya akhira yangu. Na inshallah nawahamasisha Waislamu kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya dunia yangu. Hakuna dunia. Dunia iko wapi Waislamu miaka 30-20? Na tufike sehemu tuelezane kweli. Unajua unapotaka kuwa kiongozi wa dini, ili Waislamu walijue ndugu zangu, unapotaka kuwa kiongozi wa dini, hasa dini ya Uislamu, swala la kuwa tajiri jaribu kuliweka pembeni. Kuna mambo lazima ukubali kuyaacha. Yaani ukitaka usitaka, kuna mambo lazima uyaache tu ili ufanikishe. Acha tamaa, acha ulafi, acha uchoyo, acha ubinafsi, acha uongo. Yaani ujilazimishe nafsi yako ubaki kuwa safi. Alafu swala la riziki Mungu atakupa tu. Wallahi Mungu atatia mapenzi kwa waja wake wema. Watakusikiliza, watakusaidia, wewe riziki yako itapatikana. Mimi wanajiuliza hivi, kwa nini zamani wakati wa nyuma miaka 50 iliyopita wakati si bado tukua Kristo, kulikuwa na mashekhe wakubwa nchi hii. Wale mashekhe walikuwa hawana kazi yoyote, lakini Waislamu walikuwa kuwapelekea sadaka, wanaishi na wanakula vizuri, wake zao wanapendeza, wanasomesha watoto, kwa sababu waliheshimu dini ya Mungu na walisimamia dini ipasavyo, akiwemo Sheikh Mohamed Ayubu wa Tanga. Lakini wamekufa hawakuacha chochote. Ukiamua ndio nyumba ya Sheikh Mohamed Ayubu mpaka leo Tanga, wallahi unaweza kulia machozi. Nenda kaangalia Sheikh Fadhil bin Kiumbe Kigoma, unaweza kulia machozi. Sasa leo hii Tanzania Sheikh anataka awe Sheikh Tanzania, awe na gari kama analotembelea waziri, awe na nyumba 4-5 za kifahari Dar es Salaam. Tena anawaambia watoto wake, wanangu
Msifanye mchezo. Mimi bwana kweli ni shela kina wangaikia wanangu mimi. Lazima wanangu niwachie maisha mazuri. Wewe una akili, uachie watoto wako maisha mazuri. Badala ya kusema najenga akhera yangu, niwaachie Waislamu maisha mazuri ya dunia na kesho akhera. Wewe unaangalia wanao, wewe unafaa kuwa kiongozi wa dini. Kwa nini usiseme nataka nijenge akhera yangu? Niwajengee Waislamu akhera na dunia. Wewe unasema wanangu, nataka niwaachie maisha mazuri, nataka nijenge nyumba. Unapewa fedha kajenge msikiti, unakula, unampa mwanao kajenge nyumba. Kwa sababu wewe akili yako imelenga dunia tu, haijalenga akhera. Na huwezi kuwa kiongozi wa dini kama utaki kukinai. Lazima ufike sehemu kinai. Na huwezi kuwa kiongozi wa dini bila kuwa na huruma. Lazima uwe na huruma. Yaani yale yanayowaumiza Waislamu wenzako, wanakufa njaa, wanafanya nini, lazima yawe kama ya kwako wewe. Huwezi kuwa kiongozi wa dini wa namna hiyo, ndugu zangu. Kiongozi wa dini lazima uwe na sifa fulani. Na unapokuwa kiongozi lazima ujue kuhangaikia Waislamu wenzio. Kiongozi sio kukaa msikitini tu. Sio kusalisha na kutuba Ijumaa. Sio kufanya muhadhara tu. Kiongozi unapochukua mamlaka ya kidini, uhangaike huku na huku, uhakikishe baadhi ya matatizo yanaweza kutatuliwa na wewe unayatatua. Huu ndio Uislamu. Sasa bahati mbaya watu wengi tumekwama kwa sababu ya maslahi. Tumeangalia sana dunia, bali tuthiluna alhayata dunia. Hakika Waislamu mnaipenda dunia, mkasahau akhera. Wakati akhera ndio kwenye marejeo yetu. Mpaka mnakaribia makaburi Waislamu, mmehaha na dunia tu basi, hasa viongozi wa kidini. Hatuwezi kusema dini watu wote watasimama watangaze. Pawe na kundi miongoni mwetu. Kundi ndio sisi. Waislamu wa zamani mashekhe waliusimamia Uislamu kweli kweli. Ukiangalia Zanzibar, Sheikh Nasr Batu, Mungu amrehemu, Sheikh Muhammad Ayubu Tanga, Sheikh Alfani bin Kiumbe, Sheikh Nasr, hao mashaikh wamekufa ni maskini jamani. Watoto wao wamewaacha maskini tu mpaka leo. Mimi nawajua kule Kigoma kina Sheikh Alfani, uko Alfani Kiumbe. Najua pale Sheikh Muhammad Ayubu Tanga ni maskini tu kwa wake familia yote. Leo nani Sheikh wa sasa anaweza kukubali akiacha familia yake maskini? Na ni Sheikh ana mamlaka ya kutapeli na kutapeli, au ana uwezo wa kumwambia tajiri akampatia pesa? Kwa mimi nayasema haya kwa uchungu wa dini. Dini haiwezi kaenda mpaka tukubali kujidhiki, kujidhulumu na kuwa wanyenyekevu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Na naomba Mwenyezi Mungu atujalie. Ninachosema ni kwamba vyombo hatuna kama nilivyosema, inshallah. Na mimi sitaki kusabia sana, nalizungumzia sana hili jambo ili Waislamu wajue kwamba tumesimama mihadhara, hatuna vyombo. Kuna Waislamu wawili tu tumepata generator na speaker. Kwa hiyo bado vinahitajika vyombo vya kutosha. Na inshallah Mwenyezi Mungu atakutia kheri. Na mimi nimalize na kusema kwamba kama kweli tunamtumikia Mungu, kama kweli tunamtumikia Mungu, kuna maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema, ukisoma dini ya Allah, ukampenda Allah, ukamtumikia Allah kwa uwezo na yakini hali ya juu, basi Mungu atatia mahaba kwa waja wake, watakupenda na kukutii. Kuna mimi naamini nusura ya Mungu kwa karibu. Mungu atatia mapenzi kwa waja wake wema ambao kawaandalia pepo. Vyombo tutapata, dini ya Mungu itatangazwa, watu tutawanusuru, heshima ya dini itapatikana, na ndio sababu itakuwa ya kuingia peponi mimi na nyinyi Waislamu wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Yoyote anayetaka kuzungumza na mimi, WhatsApp yangu iko hapo, namba, anaweza kanipigia muda wowote, awe nje ya nchi awe ndani ya nchi. Nawatakieni mchana mwema inshallah, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.